naomba tuweze kupitia swala la mpira. Na je, ni dhambi kuangalia mpira? Ni dhambi kucheza mpira? Limekuwa ni swali ambalo kiukweli watu wengi wamekuwa, hasa vijana. Sasa ni vyema tukaweza kuliangalia kwa mapana yake na maana yake, ili kila mmoja ajue mpaka uko wapi. Ni wapi ni sahihi, ni wapi si sahihi. Wajibu wake utakuwa sasa ni kufuata kile ambacho ni haki na kuacha ambacho si haki. Sasa Mungu anasema hivi, unajua kati ya hatari ambazo shetani anatumia siku hizi za mwisho ni katika hizo. Ujue katika maeneo ya mipira ndipo ambapo roho wachafu hufanya kazi. Sehemu ambazo kuna matamasha fulani, sehemu ambazo yani kuna kutolewa maneno ya kashifa, maneno ambayo hayampendezi Mungu. Hata ungekuwa wewe na Yesu katika mwili, asingekuruhusu au asingekusapoti kwamba rafiki yangu twende hapa. Na kama kuna sehemu yoyote wewe unaona kwamba unataka kwenda, jihoji kwamba ningekuwepo na Yesu na sasa katika mwili, je, angeniruhusu au angekubali tuambatane katika hili? Kama asingekubali, hilo basi si sahihi. Sasa maeneo hayo watu wa Mungu inabidi waweze sana kuweza kuwa makini, ili wasiweze kujiingiza katika swala ambalo linaweza likawakuta katika maeneo ambayo hayafai. Ninaomba tuweze kwanza na kitabu kinaitwa Adventist Home, ukurasa wa 499, paragrafu ya 4. Anasema hivi, kwanza kuonesha kama mpira ni dhambi au ni namna gani. Nasema hivi, sihukumu mazoezi rahisi ya mpira wa miguu, lakini hili hata kwa katika urahisi wake inaweza kufanywa kupita kiasi. Hapa anaongelea tu sehemu ya mpira kama mpira tu ambao watu wanacheza kawaida. Anasema si kwamba anapingana, na ni ukweli kwamba unaweza ukafanywa mpira kama sehemu ya kufanya mazoezi. Hiyo ni sahihi kwa kiasi ukifanyika. Unaona? Lakini kuna jaribu ambalo linawapata wengi, hata wanafunzi wanapokuwa wanaenda katika michezo, wanaingia katika miseta au mitashumita nini, ndio utaona. Hata kwa mfano nikuulize, nini kinawapelekea hata wasichana kuwa wanavaa nguo gani katika michezo hiyo? Na wewe mwanaume mvulana ambaye unakuwepo katika hayo mashindano, wewe unabaki salama kwenye akili yako? Na kama unabaki salama, hiyo heri, lakini ujue ya kwamba unajiweka mwenyewe katika sehemu ya majaribu. Unaona? Ndio maana hiyo imekuwa ni exception mojawapo kwamba sasa ni michezo, sasa hata wavae tu hivyo hivyo. Lakini Biblia iko wazi katika kitabu cha Kumbukumbu 22 mstari wa 5, mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke na mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume. Lakini tunaona tayari changamoto ipo hapo. Na hapo utakuta kwamba kauli zinazozungumzwa na mambo ambayo yanasemwa hapo kweli ni ya kashifa, na wakati mwingine kuzungumzia wanawake kuzungumzia wanaume, na ugomvi mwingi. Hapo hakuna roho wa Mungu. Naomba nikusomee katika kitabu cha True Revival ukurasa 72, paragrafu ya 3. Hapa anasema hivi, sikilize kwa makini hapa. Anasema pale wanafunzi walipokwenda kwenye mashindano yao ya kucheza mpira wa miguu, walipozama katika swala la burudani, Shetani aliona ni wakati mwema kuwaingia na kuifanya kazi ya Roho Mtakatifu katika kuwabadilisha na kumtumia mwanadamu ili isiwe na athari. Unaona? Kwa hivyo kumbe kupitia hayo mashindano, kupitia hizo sehemu ambazo mwanadamu anaweza kuingizwa katika jaribu, Shetani ndipo anapotumia kuwa fursa. Na anasema Shetani aliona ni wakati mwema wa kuingia na kuifanya kazi yake. Kwa hivyo watu wa Mungu wanabidi wawe makini sana na hili swala, na hakuna ambaye anajiandaa na uzima wa milele ambaye atakutwa katika hiyo sehemu. Na kama unadhani ya kwamba unamsubiri Yesu mara ya pili, aje mara ya pili, ndugu yangu, achana kabisa na sehemu hizo za mipira, sehemu za maonyesho mengine. Lakini hata hivyo uweze kuwa macho, kwa sababu kwa dakika moja unaweza ukaanguka
lakini si kazi yetu kujipeleka katika maeneo ambayo tunaweza tukaangushwa na majaribu. Sasa naomba tusome point moja hapa uweze kuona hatari katika Review and Herald ya Oktoba 1945, alafu baadaye tutaenda katika Nuru kwa Kanisa. Anasema hakika usikilize kwa makini sana hii point. Hakika hakuna hata mmoja anayejitayarisha kwa marejeo ya Yesu atakayekutwa kwenye sinema, disco, kumbi za filamu na kumbi za maonyesho, kucheza na mashindano ya kamari na karata au kuhudhuria katika michezo ya kibiashara. Tunawasihi kwa nguvu ya Mungu kujitenga na ushirika na ulimwengu na hata fukwe za kuoga wazi. Katika Nuru kwa Kanisa ukurasa wa 191 anasema jumba za maonyesho ni mojawapo ya mahali penye hatari sana pa anasa. Kwa hivyo hii ni sehemu hatari sana. Sasa kwa sababu tumekwisha kuonywa ni sehemu hatari, tunatakiwa sisi kuwa macho. Na nukuu imesema katika Review and Herald, watu wanabidi, kama kuna mmoja ambaye anajihakikishia kwamba anamsubiri Yesu mara ya pili, huyo mtu hawezi kujipeleka katika hayo maeneo. Ni kazi yetu sisi kuweza kujua ya kwamba tunatakiwa kuwa makini sana. Na ndio utakuta kwamba, naomba nikusomee pointi moja hapa ni ya msingi sana. Utakuja kuona kitu kimoja hapa ya kwamba ni sawa na vilevi. Unaona ni sawa na vilevi. Hebu ngoja nikuonyeshe kitu moja. Anasema hivi katika Nuru kwa Kanisa ya ukurasa wa 192 kuanzia hapo. Sikiliza kwa makini. Anasema kuyapenda mambo haya huzidisha kila anasa, sawa na tamaa ya kileo inavyotia nguvu kwa kuvitumia. Ndio utakuta kwamba mtu ambaye amebe addicted na mipira, amebe addicted sana na maonyesho hayo, kiasi kwamba hata anapokwenda kanisani kukiwa na mechi, akili haiko hapo, na inawezekana asiende kanisani kabisa, au akaenda baadaye asirudi kanisani, akaenda kwenye mpira on the spot, muda ukifika anaenda. Kwa hivyo ni sawa na kilevi. Ndio hapo hivi hatutakiwi tu kuanza kuwarushia mikono walevi wa vileo ya pombe. Hawa ni walevi pia, wanabidi kuweza kusaidiwa, na msaada wa kwanza ni wewe mwenyewe kujijua kwamba una tatizo hilo, na kisha rudi miguuni mwa Kristo akusaidie. Unaona? Kwa hiyo hicho ni sawa na kilevi cha aina yoyote ile, na Mungu aweze kutusaidia, kwa sababu hebu jiulize ya kwamba siku hiyo anakuja Kristo na anakukuta katika mazingira hayo, na bila shaka ya kwamba hakuna mtu atakayependa kukutwa hapo. Na ukikutwa hapo, hakika yako ya kwamba mbingu tayari ni historia kwako. Kwa hivyo Mungu atusaidie aweze kutuweka katika nafasi ambayo itakuwa ni njema, lakini najua ya kuwa upokeaji wa kila jambo unapaswa kuweza kuanza na wewe mwenyewe. Jua hilo ni tatizo na uanze, si kwamba utabadilika taratibu. Usiweze kuingiza katika akili yako ya kwamba kuna kulea dhambi, kuna kulea kwamba ni taratibu. Ndugu yangu, siku zinahesabika. Unaona, na wakati huo ambao unaotumia katika kukaa hapo au kuanza kupigishana makelele hapo, ungekuwa umebeba Biblia na kwenda kuwapelekea wengine, ungekuwa umebeba mahitaji kwenda kuwapelekea wagonjwa, yatima na majani. Huo muda unatumika vibaya, na ndio unaona unaanza kuwa katika jeshi la mapepo wabaya upande wa pili. Sisi tunapigana katika upande wa Bwana. Sasa wewe tena unaanza kusaliti kazi tunayokwenda kuipeleka, unafifisha kazi. Tumia muda vizuri. Mungu akusaidie sana, na Mungu akaweze kutubariki katika utendaji wa hayo yote kwa jina